Karibu katika Rhapsody ya vijana maarufu kama Tivo, inayoandaliwa na mchungaji Chris. Ninaitwa Faith Casto na ujumbe wetu leo tarehe 6 mwezi Julai unasema: mchungaji wako mwema anajali kuhusu kila sehemu ya maisha yako. Katika Biblia, kitabu cha Zaburi sura ya 23 mstari wa 1 unasema: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitarudia. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika ufafanuzi, Yesu aliposema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wananijua. Hii tunaiona katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 14. Alitaka tujue jukumu lake kuu kwetu, ambalo ni kututunza, kutuongoza, kutulinda na kutulisha. Mchungaji katika Kigiriki ni poimen, ambayo pia ina maana ya mchungaji wa kanisa. Hivyo, Yesu alijieleza kama mchungaji mwema. Unahitaji kumfahamu na kuhusiana na Bwana Yesu kama mchungaji wako na mtoa riziki wako. Kwa njia hiyo, huhitaji kuhangaika maishani ukijaribu kufanya mambo yaende yenyewe au kuhisi kana kwamba kila kitu kinategemea uwezo wako wa kusuluhisha mambo. Fuata tu uongozi wa Bwana Yesu, mchungaji wako mwema, naye atakuongoza katika kila kitu unachohitaji kwa ajili ya maisha mazuri. Atakuongoza katika madarasa yako, unapojiandaa kwa mitihani, unapochagua marafiki, unapokabiliana na shinikizo la marafiki, na hata unapojaribu kuamua nini cha kuposti, kusema au kujibu kwenye kundi la soga, yaani jukwaa la mazungumzo la mitandaoni. Mchungaji wako mwema alikupenda vya kutosha hata akafa kwa ajili yako, na anaishi moyoni mwako leo, akikuongoza kwa Roho Mtakatifu katika njia ya hatima ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Kumbuka, Yesu anakupenda zaidi ya unavyojipenda mwenyewe. Anakupenda zaidi ya maisha yenyewe, na alithibitisha hilo kwa kufa kwa ajili yako msalabani. Hiyo ndiyo tabia ya mchungaji mwema, kutoa maisha yake kwa ajili ya kondoo zake. Uwe na ufahamu wa upendo wa Kristo usiobadilika kwako daima. Yeye ni mchungaji wako mwema na anakujali. Unapohisi kueleweka vibaya, kutengwa, kushinikizwa kufanya mambo yasiyofaa ili uonekane unaenda na wakati, au unapokuwa na wasiwasi juu ya maisha yako ya baadaye, yeye hajaondoka. Yuko hapo hapo, akiwekeza katika kila sehemu ya habari ya maisha yako. Yeye ana utayari na shauku kubwa juu ya mafanikio yako, maendeleo yako na ustawi wako kuliko unavyoweza kuwa navyo wewe mwenyewe. Alifikia hatua ya mbali zaidi ili kuhakikisha kwamba unakuwa mtu sahihi na wa mafanikio maishani. Tukiingia ndani zaidi katika neno, kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 10 unasema: kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Na katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 27 unasema: apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Na katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 unasema: lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Tuombe. Mpendwa Bwana Yesu, na kutambua wewe kama mchungaji wangu mwema. Najua sitapungukiwa wala kukosa kitu chochote chenu, kwani unilaza katika wingi wa malisho. Na furahi nikijua kwamba uko pamoja nami, ukinikinga na kunilinda dhidi ya uovu wote na kuniongoza kwenye vijito vya maji ya utulivu. Fimbo yako na gongo lako vinanifariji. Hakika fadhili na upendo wako vinanifuata daima kila siku ya maisha yangu, nami nitaishi milele chini ya ulinzi wako wa kiungu. Amina.
Chukua hatua sasa. Weka kipima muda cha dakika 5 ili uketi kwa utulivu, unene kwa lugha na kupokea mwongozo kutoka kwa Roho Mtakatifu kuhusu uamuzi mahususi unaopaswa kufanya leo. Asante kwa kunisikiliza na uwe na siku njema.